Tunaenda kuangalia mazoezi katika muhula wa pili wa ujauzito au trimester ya pili. Kipindi hiki ni kuanzia miezi minne, mwezi wa 4, wa 5 na mwezi wa 6. Katika kipindi hiki ni kipindi kile ambacho unarudisha nguvu zako. Katika trimester ya pili, mazoezi ambayo unaweza kufanya, la kwanza ni la kutembea kama kawaida tulivyosema. Zoezi la pili ambalo unaweza kufanya ni zoezi la kuogelea, lakini kisiwe swimming pool, iwe katika maji mengine ambayo sio swimming pool. Na kwa sababu gani? Kwa sababu maji kule kwenye swimming pool waga wanaweka dawa ambayo inaweza kumwathiri mjamzito. Zoezi la tatu ambalo unaweza kufanya ni la kukimbia kidogo kidogo, yaani kukimbia jogging ile ndogo ndogo. Mazoezi ya wanawake wajawazito yanatakiwa asizidi mara 3 mara 5 kwa wiki, yaani kati ya mara 3 hadi mara 5 kwa wiki. Dakika zisizidi dakika 30. Kwa hiyo kufanya kati ya dakika 20 au dakika 15 dakika 30. Na lazima uzingatie sana kupata ushauri wa daktari wako pale utakapokuwa unajisikia vibaya. Zoezi la kwanza ambalo tunaanza nalo ni hili hapa, linaitwa la kusimama. Hapo unasimama huku unainua miguu yako juu, mikono yako juu namna hii. Katika kipindi hiki ni kipindi ambacho unarudisha nguvu zako. Unaweza kujisikia kawaida, unaanza kujisikia vizuri. Kwa hiyo unakuwa kama una maisha yako ya kawaida. Zile shida za kutafika, sijui hasira nini, zinakuwa zinaisha. Lakini ni kipindi ambacho mtoto anaanza kukua na tumbo linakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo zoezi hili litakusaidia sana sana kwenye kubalansi mwili wako. Unasimama tu namna hiyo. Zoezi lingine ni kwamba unaweza kufanya triples, lakini hii inategemea wewe unani wako ukoje. Unasimama hivi na unaweka mguu wako mmoja hivi namna hii. Utasimama hivi sekunde 20, sekunde 30. Na unasimama namna hii sekunde 20, sekunde 30, unakuwa umemaliza zoezi lako. Mazoezi unatakiwa ufanye kwa mjamzito, mazoezi yanatakiwa yasizidi dakika 30 na yasizidi zaidi ya mara 3. Yawe mara 3 hadi mara 4 kwa wiki. Zoezi lingine ambalo tutaenda nalo hapa ni hili hapa ambalo ni downloading. Hapa utainama hivi. Sasa hapa inategemea wewe uwezo wako ukoje. Alafu tunainama hivi. Inama hivi sekunde 20, sekunde 30 hadi dakika 1. Inama namna hii. Lingine ambalo tunaweza kufanya hapa ukiwa wewe ni mjamzito. Kwa hiyo lingine, kama wewe nimefanya hii triples, ukiwa uwezi kufanya hivi ukiwa huna balance, kama hujazoea, ina maana wewe ushikilie ukuta. Shikilia ukuta wako. Kwa utashika ukuta sehemu ambapo kuna ukuta kama hivi au hivi, ina maana unashikilia sehemu ndo unananili hivi. Unashikilia sehemu ukuta alafu ndo unasimama namna hii. Ni kwa ajili ya kutafuta balance, lakini vile vile inasaidia misuli yako ya nyonga. Zoezi lingine ambalo tunaenda nao ni hili hapa ambalo linaitwa holio, ambao utakaa hivi. Sawa Ili ni pose. Katika msimu huu tunafanya zaidi mazoezi ya yoga au pilates kwa ajili ya kunyoosha sana sana miguu na kutanua nyonga. Hatufanye yale mazoezi ambayo yatakuwa ni magumu sana, hasa kwa wale ambao sio wana mazoezi. Kwa hiyo tutakaa tena hivi. Lingine ambalo tunaenda ni kwamba utasimama hivi. Utakaa sekunde 20 au sekunde 30, tunarudi tena tunashika hivi. Sasa hapa lazima uangalie uwezo wako wewe ukoje. Tutafanya zoezi lingine ambalo ni squat, lakini kwa sababu ya nanili inategemea sasa uwezo wako wewe. Tutakuja squat ya kukaa hivi. Utakaa sekunde 10, 20, 30 kwa ajili ya miguu na misuli yako ya pelvic. Alafu unainuka. Alafu unakuwa unainuka. Zoezi lingine ni kwamba tutaenda hii unajua kisha kufanya cat cow. Fanya hivi kidogo. Usifanye kwa nguvu sana. Tunarudi hivi. Kawaida tunafanyaga cat cow.
lakini unakuja hivi. Hii ni kwa ajili ya mgongo wako, kiuno na misuli ya nyonga. Lingine tutaenda ambayo itakuwa ni baby pose, child pose. Lakini kwa sababu ya mimba yetu hii shakuwa kubwa, tusije tukaikandamiza. Kwa tutaweka hivi. Tutaweka, panua miguu, sawa? Tunakaa pozi la chula, alafu nakuja kulala hapa hivi. Kwa hapa tunazuia, tunaweza kupumua, lakini vile vile kuweza kutanua miguu yetu ya huku. Na lingine katika hii tunaweza kwenda ile papi, lakini lazima tuweke mto. Tofauti na ile papi ambayo tunafanyaga nyingine. Tutaenda papi lakini tunaweka mto. Na saa nyingine ukiona mto wako usiwe juu sana, hakikisha umii, sawa Hakikisha umii. Naona huwa kwangu unaenda chini kidogo, lakini kaa sehemu ya juu kidogo. Tukae namna hii. Inakuwa inakusaidia katika mgongo wako. Lingine hapa tutakaa hivi. Alafu unaruta mkono wako nyuma hivi. Unakaa ukifika huku unahesabu sekunde 10, 20 hadi 30. Unarudi tena huku unahesabu sekunde 10, 20 hadi 30. Kwa unaweza ukafanya mara 3 kila upande. Lingine sasa hapa tutakaa tunatanua miguu yetu namna hii. Alafu weka sasa, unaweza ukachukua kitu kama kimeza fulani hivi. Hapa mimi nimeweka mito mingi. Kwa tatanua miguu yangu, alafu nakuja kulala hivi. Unajilaza kwa hivi. Hii ni kwa ajili ya kiuno chako, lakini huku ukizingatia kwamba mtoto hatafanya nini? Ataumia. Tunalala namna hii. Mazoezi mengine ambayo nimeyafanya katika trimester ya 3, unaweza ukaangalia video hii hapo, nayo unaweza ukayafanya vile vile ukiwa katika trimester ya 2. Kwa hiyo kaangalia na yale mazoezi ambayo nimeyafanya katika trimester ya 3 uweze kujifunza. Kwa hiyo haya unaweza ukafanya, lakini kama nilivyosema, cha kuzingatia ni kwamba tujitahidi kwa vyovyote vile usifanye zoezi lolote ambalo linakuja kugandamiza mkono wako, yani ukalala shali hivi. Lakini vile vile usifanye mazoezi ambayo utakuwa labda yanakufanya wewe uruke sana. Japokuwa katika trimester hii pia unaweza kufanya mazoezi ya kukimbia kidogo kidogo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuangalia. Share na wenzako video hii waweze kujifunza, kwa sababu ni video ya bure. Msisahau kusubscribe, kushare, comment, like, ni follow kwenye mitandao yangu ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter na TikTok. Ukija huko tunaweza kuchati, tukajadili mengi na kuhusu mambo ya afya.